Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Habari za wakati mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, na kukaribisha mara tena kuweza kufuata taarifa zetu za habari kwa lugha tukufu la Kiswahili. Hii ni Fizi News 24. Ninakuomba uweze kunitegea sikio na kunipa macho yako na muda mwanzo hadi mwisho, nasema karibu. Tuanzie na huko Ruchuru ambako takriban watu 100 wajulikani waliko tangu Jumamosi ya tarehe 21 Februari kufuatia operation ya msako uliofanyika katika kijiji cha Kishishe, kata ya Bambo, tarafa Ruchuru, mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, watu hao walikamatwa na kisha kupelekwa usikojulikana. Vyanzo hivyo vinasema watuhumiwa kushirikiana na wapiganaji wa Wazalendo na FDLR. Mmoja wa viongozi wa eneo ametoa wito wa kuheshimiwa kwa sheria za kimataifa za binadamu pamoja na kulindwa kwa raia katika eneo hilo ambalo tayari limeathiriwa kwa kiasi kikubwa na machafuko ya silaha. Naibu mwakilishi wa serikali katika eneo la Bambo, Isaac Kibira, amehimiza mamlaka inayotawala chini ya uvamizi wa waasi kuzingatia dhamira yake. Amesema kuwa katika eneo la Bambo pekee waasi wamekamata takriban watu 270 ambapo ni watu 90 tu waliokwisha kuachiwa huru. Kwa mujibu wake, baadhi ya waliokamatwa wamelazimishwa kupewa mafunzo ya kijeshi, huku wengine wakizuiliwa katika gereza kula Ruchuru au katika maeneo mengine ya kizuizini. Isaac Kibira ametaka serikali kushughulikia swala la M23 akidai kuwa linakiuka sheria za kimataifa kutesa wananchi wasio na hatia. Ameongeza kuwa FDLR ambao wako katika mzozo na baadhi ya wanajamii wanatumika na M23 kuwakamata watu na kuwapeleka usikojulikana, jambo linaloacha familia zote katika hali ya sintofahamu. Msikilizaji, huko Kavumu ni kwamba mapigano makali yameripotiwa katika eneo la Kavumu, takriban kilomita 30 kaskazini mwa mji wa Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa shuhuda wa mapigano hayo, yameanza tangu saa 11 alfajiri ya Jumapili ya tarehe 22 Februari, yakihusisha wapiganaji wa Wazalendo na AFC M23. Mmoja kati ya mkuu wa Wazalendo katika maeneo hayo ametoa picha halisi ya kile kilichotokea. Ndugu yangu mtangazaji, kama unavyoniuliza, unajua tangia tarehe 20 siku ya Ijumaa ambapo M23 waliingia katika kijiji kinachoitwa Karanda kuja kumchukua mgonjwa wetu ambaye alikuwa amelazwa hapo hospitalini. Kitendo hiki kiliendelea kuonyesha ukeukaji wa haki ya kibinadamu na vile vile kutosamanisha haki za HCR, kwa sababu hairuhusiwe ikiwa mgonjwa yoyote yule anaweza akawa hospitalini awe upande wa adui aidha upande wa sisi Wazalendo. Pindi anapokuwa hospitalini kupewa matibabu, hairuhusiwi kuingia kituoni mwa mganga kwenda kumchukua mgonjwa. Basi tokea hiyo siku ya Ijumaa, pindi M23 walipofanya hivyo vitendo, ikaonyesha hasira kwetu sisi kama vile Wazalendo, na hapo moja kwa moja ikabidi tuchukue mbinu za kuwatuma makamanda zetu, kuwatuma waskari wetu kuzingira mji wa Kavumu, kwa sababu tokea hiyo siku ya Ijumaa 20 vendredi Wazalendo walikuwa katika mji wa Kavumu. Ndugu yangu mtangazaji, leo huwa asubuhi ndipo Wazalendo walifanya doria katika mji wa Kavumu nzima kuangalia namna ya kuwapata hawa M23 ambao wanaendelea kukeuka CCLF, kwa sababu wao wanaendelea kuonyesha kwamba hawaheshimie mikataba ambayo wanaisaini huko Washington na Doha. Basi pamoja na ile yote, mlio wa risasi ilianza muda wa saa 10 na kikosi ambacho kilikuwa kinaongozwa na kamanda anaitwa kwa jina la Simba za Milimani pamoja na wengine ambao walikuwa wote kwa pamoja. Ila ilipofika mamida ya masaa 5 saa 6 ya mchana, M23 walikuja na vikosi vingi zaidi kuja kuangalia namna ya kuwafukuza Wazalendo katika mji wa Kavumu.
Ndugu yangu mtangazaji, unajua kama inavyokuwa katika swala la kijeshi, pindi adui anapokuja na nguvu nyingi kwa kasi, inatakiwa kufanya kitu banachoitwa repli strategic. Unajua Kavumo ndio center ya wilani Kabare, kwa sababu centre ya Kabare ni hapo Kavumo. Basi ilibidi wazalendo kufanya repli strategic kidogo kutoka katika centre ya Kavumo, lakini bado mji wa Kavumo wote unazingirwa, kwa sababu pembe zote ine za aeroporo ya Kavumo wazalendo wapo, isipokuwa wamefanya kidogo kitu kinachoitwa repli strategic kwa kujipanga upya na kwa kuangalia namna ya kuja kuidhibiti Kavumo moja kwa moja na kuidhibiti vile ya Bukavu moja kwa moja. Kwa sababu ndugu yangu mtangazaji, unajua vita ni ujanja, na katika masuala ya vita tunaonyeshwa ya kwamba pahali ya kufanya resistance ya kupoteza askari ubie kulumiza askari, lazima unapoona adui anakuja kwa kasi ni kufanya repli ili kujipanga kidogo. Lakini habari ambazo nakupa za uthibitisho kwa saizi, wazalendo wametoka katika santre ya Kavumo, lakini bado wako katika maeneo ya Kavumo na vijiji vyote vya nje ya santre ya Kavumo. Huwa elema zetu ziko kwa kujipanga upya, kuangalia namna ya kuiteka Kavumo upya na vile vile kuendelea hadi katika mji wa Bukavu vile. Na huko Masisi ni kwamba mapigano makali yalizuka Jumapili ya tarehe 22 Februari 2026 kati ya waasi wa FCM 23 na wapiganaji wa wazalendo katika kijiji cha Kasenyi, Chugi na Kinigi vilivyoko katika usultani wa Baunde, wilaya Masisi, mkoani Kivu ya Kaskazini, karibu na mji wa madini wa Rubaya. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya eneo hilo, wazalendo walifanyikiwa kurejesha udhibiti wa maeneo hayo matatu ambayo hapo awali yalichukuliwa wa ngome za kimkakati za FCM 23 katika ukanda wenye umuhimu mkubwa wa kiusalama na uchumi. Ukaribu wa Rubaya unaojulikana kwa shughuli zake za uchimbaji madini unayapa maeneo hayo uzito wa kipekee katika mkakati wa kijeshi na pande zinazopigana. Vyanzo vinaeleza kuwa baadhi ya waasi walikamatwa, ingawa kuna takwimu rasmi iliyotolewa kuhusu idadi yao. Aidha, silaha na risasi za kivita viliripotiwa kukamatwa na wazalendo wakati wa mapigano hayo. Kufuatia kusonga mbele kwa wapiganaji wa wazalendo, waasi wa FCM 23 waliimarisha ngome zao kwenye kilima kinachojulikana kama Sita kwa lengo la kuzuia mashambulizi zaidi na kujaribu kurejesha udhibiti wa Chugi na Kingi, kwa mujibu wa vyanzo vyetu. Katika taarifa tofauti zilizotolewa Jumapili na FCM 23 ilishutumu kile inachokiita ukiukwaji wa usitishaji mapigano na muungano wa serikali. Kundi hilo la waasi pia lilidai kuwa kulikuwa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani katika maeneo mbalimbali ya wilaya Masisi. Jumatatu hii ya tarehe 23 Februari, hali ya utulivu wa tahadhari imeripotiwa katika mstari wa mbele wa mapigano. Hata hivyo, hali bado ni tete na wakazi wana hofu ya kurejea kwa mapigano wakati wowote katika sehemu hii ya wilaya Masisi ambayo tayari imeathiriwa kwa miezi kadhaa na ukosefu wa usalama. Hivi sasa tujielekeze huko katika mji wa Baraka ambako kituo kinachojihusisha na magonjwa ya kisukari Fizi Baraka Centre Diabetique Mona imetoa mafunzo kwa wanafunzi wa chuo kikuu cha Kiganga Eastern Baraka siku ya kwanza wiki tunayo kuhusu ugonjwa huo. Hussein Mwenebato Clovis ni msemaji wa Centre Diabetique Mona ndani ya tarafa Fizi na mji wa Baraka, ameonyesha lengo kuu la wao kuendesha mafunzo hayo kwa wanafunzi wa chuo kikuu cha Kiganga mjini Baraka. Ndio tulikuya kuistem Baraka ni kwa ajili ya kuandaa waganga wa kesho wafahamu kwamba tuko ndani ya hatari ndani ya dunia mzima, hata kihususa jiji la Baraka na tarafa la Fizi, kwa ajili ya kupanda na kuongezeka kwa magonjwa ya kisukari. Kwa hiyo tumegundua kwamba kungali mafunzo kidogo ambayo inapashwa na inastahili kuwapea waganga waelewe kwamba gisi ugonjwa wa kisukari unavyopanda, wajue miundombinu gani wanaweza kuwa wakiifanya kwa ajili ya kuwatunza wagonjwa wa kisukari na kuwafahamu, ijapokuwa hawakuonyesha alama zile ambazo wanakuwa wanazigojelea, kwa sababu kisukari kinaenenda na kadiri ya gisi mtu alivyoumbwa, gisi organisme yake iko. Ndio mafunzo walipokea vizuri, kwa sababu baadhi ya wengi walikuwa hawajaelewa vitu fulani, lakini ninachoshukuru kwa chuo kikubwa Eastern Baraka wametupatia fursa ya kuwa tunapita kama kawaida, ili wanafunzi waendelee kuelewa zaidi na kujua ni nini kisukari na namna gani wanaweza kutunza kisukari. Kwa hiyo wanafunzi wamefurahia na wanahitaji mara tena tuzidi kuwa tunapita ili wawe kuwa imara na kuwa bora zaidi kwa utunzaji bora wa ugonjwa wa kisukari.
Mpango huu tunapenda ujizagaze mahali pote, kama vile kumachuo vyo vyote vya university, hata kuma ekole primaire secondaire za hapa jijini Baraka na tarafa la Fizi, ili watu waandaliwe kipsikolojia kufahamu ugonjwa ni nini na namna gani kujikinga kwa ugonjwa, na anayegonjwa anaweza kaishi namna gani na magonjwa, na wale wagonjwa wa kisukari wanaweza wakalea magonjwa yao namna gani. Na wanafunzi walionufaika na mafunzo hayo wameonyesha kile walichonufaika nacho. Naweza mwambia tu aendelee kutufunza mafunzo haya juu tupate kuwa na elimu kadogo juu ya diabetes. Kulingana na mafunzo ambayo tumepewa kwa siku ya leo, wamesema kwamba ina uhalali mtu akakwenda kujua afya yake kulingana na ugonjwa wa kisukari. Na inatokana na nini? Kulingana na vyakula ambavyo tunavyotumia vitaweza sababisha mtu akapata ugonjwa wa kisukari. Pili, kulingana na mwanamke ambaye yupo mimba, kwa maana ndani ya mimba nafasi ambapo mtoto anapokaa panakuaga kitu ambacho inaitwaga placenta, na ile placenta inakuaga surtout inaproduire ama inakuaga inaunda hormone mbili, na zile hormone mbili ndizo zinasababisha wakati wa mimba mama onekane ana ugonjwa wa kisukari. Lakini endapo anapozaa, ule ugonjwa wa kisukari umekuwa umetoka na ile ambao tunaitaga organe au placenta. Haya, ujumbe ambao tunaohitaji ni kwa wao wale ambao wameandaa mafunzo haya, wajitahidi sana kusensibilize watu mumjini, kwa maana ni muhimu sana kila mtu ajue afya yake. Niliweza kuelewa kutokana na diabetes. Diabetes ina mitindo miwili. Kuna diabetes ambayo mtu anazalika nayo. Mfano bale watoto wako nazaliwa na bilo vya kabambi. Kwanza bilo 4, 5 mpaka 6. Ule mtoto vile anaweza patikana na diabetes. Na mwaji ya 40 ni kufatana na vile vile ulianza kula depungali mtoto ndio binakiaji tokeza moyo aje ya 40. Na katika mji wa Uvira ni kwamba kituo cha mpakani kati ya miji ya Uvira nchini DRC na Gatumba huko Burundi kimefunguliwa rasmi Jumatatu ya tarehe 23 Februari baada ya zaidi ya miezi miwili ya kufungwa kufuatia vita vya AFC M23. Mpaka huo ulifungwa na Burundi baada ya waasi wa AFC M23 kuteka mji wa Uvira. Katika kufunguliwa kwake hakukuwa na sherehe rasmi, pande zote mbili zilikubaliana kuruhusu raia kuvuka mpaka huo kwa uhuru. Mkuu wa huduma za uhamiaji wa Kavimvira nchini DRC baada ya mazungumzo na kamishna mkuu wa uhamiaji wa Burundi Maurice Bonimpa alikumbusha kuwa taratibu za kawaida za uhamiaji ni lazima ziheshimiwe kama ilivyo desturi, visa na nyaraka muhimu, na kwamba mpaka utafunguliwa kila siku kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 11 jioni. Katika eneo la mpaka kulishuhudiwa furaha kubwa kwa wananchi wa pande zote mbili waliokuwa wamekosa mawasiliano ya moja kwa moja tangu kufungwa kwa mpaka huo. Uyuwapa mmoja alisema kwamba mimi ni mfanyabiashara mdogo, najishughulisha na biashara ndogo ndogo katika mji wa Uvira. Naenda kununua bidhaa zangu Luvumera katika mji mkuu wa Bujumbura, kisha narudi leo kama kawaida. Mpaka umefunguliwa. Tunashukuru mamlaka zetu na za Burundi kwa kusikia kilio chetu, alieleza mfanyabiashara mmoja wa Kongo. Wananchi wengi wa Burundi pia walionyesha kuridhika kwa hali hiyo. Kufunguliwa tena kwa mpaka ni afueni kubwa kwa wengi wetu wa Warundi. Maisha yetu yanategemea nchi zetu, ndugu na rafiki, alisema raia mmoja wa Burundi. Burundi ilikuwa imefunga mpaka wake wa Gatumba tarehe 10 Disemba iliyopita kufuatia kutwaliwa kwa Uvira na AFC M23. Uamuzi wa kufungua tena mara moja ulitangazwa Jumapili na gavana wa Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi Sadiki akiwa mjini Uvira. Tumalizie na huko Kinshasa ambako Emmanuel Kosho, mjumbe maalum wa Ufaransa kwa ukanda wa maziwa makuu, alifanya ziara masaa 48 mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuanzia Jumatatu ya tarehe 16 hadi Jumanne ya tarehe 17 Februari 2026. Alipokelewa na wajumbe kadhaa wa serikali akiwa ameambatana na Remy Maresho, balozi wa Ufaransa nchini DRC. Alikutana sana na naibu waziri wa mambo ya nje, ushirikiano wa kimataifa, Francophonia na diaspora ya Kongo, Binoela Aiganagato na Kuipone.
Katika mazungumzo yao walijadili mwelekeo wa hali ya usalama na kibinadamu mashariki mwa DRC, ufuatiliaji wa maazimio ya mkutano wa kimataifa wa Paris kuhusu ukanda wa maziwa makuu, pamoja na utaratibu wa juhudi za kidiplomasia zinazoendelea Luanda, Nairobi, Washington na Doha, kwa kuzingatia pia jitihada za Umoja wa Mataifa. Mpenzi mtazamaji, ni hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari zetu kwa lugha tukufu la Kiswahili, na kusamini na kushukuru wewe ambao unaendelea kutegea sikio kila siku na kutupa muda wako. Hii ni Fizi News 24. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.